Bariki sana. Nachukulia kwa heshima kabisa hii nafasi. Lakini nikushukuru wewe mtakatifu wa Bwana uliyetulia hapo kupata kusikia ujumbe kutoka kwa Bwana. Na Mungu yuko tayari kutuhudumia. Haleluya. Mungu yuko tayari kutuhudumia. Nimesema Mungu yuko tayari kutuhudumia. Nimesema Mungu yuko tayari kutuhudumia kwa njia ya neno lake. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, kando yako hakuna Mungu mwingine. Tunaomba neema yako iwe nasi sasa. Ramo karamaseki rimokora manda ripo sherebo kura manda rikiri diribokosa labasa taramakoro boshiri didikora inamo zikiri mokatara makata rabasei. Uko hapa kwa sababu Mungu umetuita. Tuko hapa kwa sababu tunajua uko hapa, na kwa sababu hiyo wakati huu mzuri ambao Bwana unataka kusema na watoto wako wa kike na wa kiume, tuko tayari. Roho Mtakatifu, chukua nafasi yako. Chukua nafasi yako kuongea na kanisa, Bwana. Chukua nafasi yako kuongea na kanisa, Bwana. Chukua nafasi yako kuongea na kila mmoja aliyoko mahali hapa. Nasi tuko tayari kukusikia. Utuongoze na Roho yako Mtakatifu. Atuatamie kila mmoja akasikie kubarikiwa kutoka kwenye mbingu za mbingu ambazo zinajipanga kuongea na watu, ambazo zinajipanga kusema na watu, katika jina la Yesu. Tunakutukuza Mungu liye mwaminifu, kwa sababu wewe ni Mungu. Haujawahi kusanya watu wakakaa kwa hasara. Ramashanda rabakora masia mandere bobo. Hata asubuhi ya leo umeendelea kufunua siri zako kwa wachao jina lako, ya kwamba kuna kitu cha ajabu tena ambacho Bwana unataka kufanya kwenye maisha yetu. Nasi tuko tayari, tumenyenyekea. Katika jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Fungua na mimi Injili ya Luka. Tunaendelea na somo letu ambalo tulianza Jumapili. Linasema utumishi wetu katika nyumba ya Bwana, lakini kwenye kipengele cha mambo muhimu unayopata unapoamua kumtumikia Mungu kwa kicho. Unapoamua kumtumikia Mungu kwa kicho, au neema ya Mungu inapokusaidia kufanya hayo maamuzi. Maana ni neema ya Mungu kwa kweli. Wako wengi wanaotumika lakini si kwa kicho. Mungu anatafuta wamtumikiao kwa kicho. Ndio maana kama nakumbuka aliposema katika Injili ile ya Yohana sura ya 4, akasema Mungu anawatafuta watu kama hao wamwabudu, wanaomwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo kumbe hata kuabudu, kuna kuabudu bila roho na kweli, na kuna kuabudu kwa roho na kweli. Kuna kumtumikia Mungu kwa kawaida, kuna kumtumikia Mungu kwa kicho. Kumtumikia Mungu kwa kicho ni katika viwango ambavyo Mungu anataka tumtumikie. Haleluya. Bwana asifiwe. Naomba mmoja aliyeshika Biblia asome tena ile Injili ya Luka sura ile ya 19 mstari wa 11 na ule wa 24. Luka 19 mstari wa 11 hadi 18 au 11 na 18. Biblia inasema hivi: waliposikia hayo aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa wafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo niliweka akiba katika leso. Akamwambia, nilikuogopa kwa kuwa mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe.
ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Basi mbona ukiweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake? Akamwambia, okay. Akamwambia, waliosimama karibu, mnyang'anyeni hilo fungu mkampe yule mwenye mafungu 10. Wakamwambia, Bwana anayo mafungu 10. Nawaambia, kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, waleteni hapa mwachinje mbele yangu. Na alipokwisha kusema hayo, alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tulivyoanza nilisema juu ya utumishi ni nini, nilikutofautisha kati ya kutumika na kuabudu. Nilikwambia tunapokuja Jumapili hatuji kumtumikia Mungu. Nashukuru sana watu walilishika, na Jumatatu mtu mmoja alisema kwenye ile fellowship ya jioni, nikajua watu wanafuatilia. Nikasema tunapokuja kwenye ibada mara nyingi ujue kwamba hauji kutumika, ila unakuja kutumikiwa na Bwana. Bwana anakuja kukutumikia wewe. Bwana asifiwe. Maana yake unakuja kuhudumiwa na Bwana. Umetoka nyumbani una hili na hili, lakini unakuja kuhudumiwa na Bwana. Kwa hiyo ni tofauti kabisa naposema utumishi. Utumishi nikakwambia ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu utumishi ni kusaidia ufalme wa Mungu uweze kuendelea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapokuja kwenye ibada tunakuja kupata kuhudumiwa na Bwana, tupate nguvu ili tukitoka kwenye service hii ambayo Mungu ametuhudumia twende tukafanye huduma. Bwana asifiwe. Sasa ile huduma tunaenda fanya ndio utumishi wenyewe. Tunaenda kusaidia kufanya ufalme wa Mungu uweze kuendelea. Nitoa tafsiri chache, lakini naomba niongeze chache kidogo. Nasema hivi, kutumika ni kutoa muda. Hebu sema kutoa muda. Kwa ajili ya kufanya jambo la ufalme wa Mungu. Kwa ajili ya kufanya jambo la ufalme wa Mungu. Sasa hilo jambo inaweza ikawa kuombea. Si nilisema zile aina 4 za utumishi. Inaweza ikawa kuombea, inaweza ikawa kuja kuhudumu kwenye madhabahu kama hivi, kama nilivyosimama, kama ambavyo watu wamesimama tangu asubuhi wakati wa Sunday school, wakati wa maombi ya asubuhi. Si kuna watu wamesimama kutuongoza. Manake Mungu alikuwa na hudumu kupitia wao, wanauwakilisha ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hizo zote ni njia za utumishi ambao watu wanatumika kwa Bwana. Lakini nikasema kitu kingine ya kwamba utumishi unakuwa ni kurahisisha kazi ya Mungu, nimeshasema, ili iweze kutendeka. Lakini tunaposema utumishi ni kutoa muda wako kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tunaposema utumishi manake ni kufanya jambo la kusababisha ufalme wa Mungu uweze kuendelea. Haleluya. Kwa hiyo unapofanya hivyo sasa, ndio Biblia inasema kuna mambo muhimu kulingana na somo la leo unayoweza kuyapata kutokana na huo utumishi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mambo hayo muhimu Jumapili tuliangalia machache. Tulisema jambo lingine muhimu unalolipata ni kwamba Mungu atakulinda kwa sababu tu unafanya utumishi. Hilo ni jambo muhimu sana, kulindwa na Mungu. Katika hii dunia hatuishi tu, tunaishi kwa sababu Mungu ametuambia tuishi. Na kama Mungu ametuambia tuishi, baada ya kuokoka anategemea kitu tufanye. Hicho kitu ni utumishi. Baada ya huo utumishi analinda. Halindi mimi ili bodi langu ili lililokaa hapa. No, analinda utumishi aliouweka ndani yangu. Haleluya. Soma Isaya 54 mstari ule wa 17. Tumeuzoea sana, lakini lazima tujue tunapoukiri huo mstari tunaendana na huo utumishi. Isaya 54 mstari wa 17. 54 mstari wa 17. Ndio. Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Haleluya. Anasema huu ndio urithi, kulindwa na maneno
kulindwa na silaha zozote zinazoinuka, silaha za magonjwa, silaha za mauti, silaha za namna yoyote zinazoinuka, silaha za maneno, silaha za uchawi, silaha zozote za uganga. Watu wa Mungu wanalindwa kwa sababu ni watumishi. Anasema huu ndio urithi wa watumishi wangu. Ndio tukasema jana, narudia tuliyosema ile Jumapili. Tukasema Mungu ili akulinde anatarajia kukuona kwenye utumishi. Bwana asifiwe. Unapokuwa kwenye utumishi, Mungu anakulinda. Na hii ni ahadi yake, anasema ni ahadi itokayo kwangu mimi Mungu, inakaa milele. Haleluya. Lakini jambo lingine tulisema mengi. Jambo lingine tulisema utumishi unakusaidia kukukutanisha na baraka. Hebu sema baraka. Sema baraka. Watu wengi tunaomba baraka za Bwana, lakini hatujakaa kwenye utumishi. Ndio kitu Mungu anashangaa, kwa sababu baada ya kutuokoa, jambo linalofuata ni utumishi. Jambo linalofuata ni kubarikiwa. Haleluya. Sasa adui ameleta uharibifu kwa watu wengi. Wakishaokoka wanarukia kwenye kutaka baraka za Bwana, kipengele cha utumishi wanakisahau. Ndio maana mtu akiokoka, ukisikiliza maombi, ambaye hajui nini maana ya utumishi, ataomba tu kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya vitu na kwa ajili ya kutaka gari ya kwake. Lakini kuwa kama muombezi, tumeshajifunza uombezi, si ndio? Ni wachache wanaotambua kukaa kama waombezi, kwamba anaweza kakaa masaa mawili anapangua agenda ambayo haimuhusu hata moja, kwa ajili tu ya ufalme wa Mungu. Mungu, hii kazi yako mahali hapa, ninaona hii kazi yako. Nimeshukuru sana asubuhi ya leo tulipokuja kwenye maombi ya asubuhi. Maombi mengi tumeomba kwa ajili ya kazi ya Bwana mahali hapa. Haleluya. Ombi tulilojiombea ni kuombea ufahamu wako usikae kwenye mateka, ili ufahamu wako ukae katika kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Hilo ndio ombi ambalo tumejiombea kama binafsi. Lakini maombi mengi yalikuwa ni ya kupangua falme za giza, mamlaka za giza zinazoenda kinyume na madhabahu ya Bwana mahali hapa, zinazofanya kinyume na watu wa Mungu mahali hapa. Bwana asifiwe. Sasa hayo huwezi kusema ni maombi binafsi, hiyo ni kazi mojawapo ya utumishi. Kwa hiyo uliokuja asubuhi ukaomba, umetumika. Bwana asifiwe. Na uliyekumbuka asubuhi nyumbani kuomba kwamba Mungu, ninaombea kazi yako leo, huko wewe najua Mungu utawahudumia watu wako. Lakini waliofungwa waweke huru, walio watumwa wawekwe huru, walio wagonjwa wapone, neno lako lipite, mioyo ya mawe iondoke, vunja ili mioyo ya nyama iwepo, wapokee neno. Umefanya utumishi. Haleluya. Umemtumikia Mungu. Lakini nilisema juu ya utumishi mbalimbali ambazo tunaweza kufanya, lakini katika hizo tumishi unapofanya ndipo unakutana na baraka za Mungu. Haleluya. Nilisema Jumapili, Yesu akiangalia huko mbinguni anaona wazamiaji wa baraka zake ni wengi kuliko wanaostahili kupokea hizo baraka. Maana watumishi ni wachache. Ndio maana katika Injili ya Luka alilalamika akasema mavuno ni mengi lakini watenda kazi. Anasema muombeni Bwana alete watenda kazi. Maana wale watu wanapewa kazi ya utumishi. Uko mahali tunaona kuna idara inapungua, omba Mungu afungue watu waanze kutumika katika utumishi. Haleluya. Hapa ni mahali tunahitaji kutawanya injili huko na huko. Omba watu wainuliwe mioyo, wapate walioitwa kwenye wito wa utumishi. Pushi yale majira yao yafike. Haleluya. Jamani, tulioenda Dodoma tumesoma kwamba majira na nyakati Mungu anatenda kazi. Kwa hiyo kuna watu majira yao huwa yanacheleweshwa. Ameshafika saa ya kwenda kutumika mahali, lakini amekuwa blocked mahali. Anahitaji watu wainuke, walioshikamana kwa nia moja, waombe kupasua ile miamba ili mtu aende kwenye kusudi lake. Haleluya. Aende kwenye hatima yake. Watumishi waende, wafanyabiashara wanaotakiwa kuinuliwa ili wasapoti kazi ya Mungu wainuliwe. Majira yao yawe pushed, wafike. Bwana asifiwe. Na yanapushiwa na maombi. Haleluya. Unapofanya hilo unavuta baraka za Mungu kwako, ndio ajabu yake. Soma katika kile kitabu cha Kutoka 23:25. Unaweza kuanzia 20 mpaka 28 kwa haraka yasome tu. Kitabu cha Kutoka. Niko kwenye point ya kwamba unapomtumikia Mungu unakutana na baraka zako. Kutoka sura ya 23 mstari wa 25. Unaweza kuanzia 20 mpaka 28. 20 mpaka 28. Biblia inasema hivi. Ndio. Tazama mimi na mtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani
na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunze mbele yake, mwisikize sauti yake, wala msimtie kisirani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako, na mtesi wa hao wakutesao. Kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mkanani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Usisujudie miungu yako wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Pointi inayotaka pale, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, nami nitaondoa. Ndio anaanza kutiririka pale, nitaondoa ugonjwa, nitaondoa magonjwa, nitakiponya chakula, ni ahadi zinatiririka baada ya kusema nanyi mtamtumikia. Ngoja nikwambie, wana wa Israeli walipokuwa wanatoka kule Misri, Musa alipokuwa anaambiwa aende akawatoe watu wangu, aliambiwa uende ukawatoe watu wangu kule Misri ili waende wakanitumikie. Na Musa alipofika kwa Farao akasema, Bwana asema hivi, waruhusu watu hawa waende wakamtumikie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hakusema waende wakarelax mahali, waruhusu waende alisema waruhusu watu hawa waende wakanitumikie. Na Musa alipokuwa anatoka akasema, tunatoka na kila kitu, tunatoka na wazee, tunatoka na wanyama, tunatoka na nini? Kwa sababu tunaenda kumtumikia Mungu. Lazima tutamchinjia Bwana sadaka, lazima tutamtolea, lazima tutafanya hiki. Kwa nini? Kwa sababu lengo la kutoka Misri sio kwenda kuenjoy tu mahali, ni kwenda kufanya kazi ya utumishi wa kumtumikia Mungu wao. Ndiposa wakati huu sio wana wa Israeli. Yesu Kristo alipokuja duniani aligundua kwamba mwanadamu huyu amepotea, amekuwa mateka wa Ibilisi, anamtumikia Ibilisi. Ibilisi anaenjoy na utumishi wa watu niliowaumba. Sasa majira yamefika, watu wangu watoke huko waje wanitumikie. Njia ni ipi? Njia ni kumtoa Yesu. Cha ajabu, hebu sema cha ajabu. Cha ajabu kinachonishangaza, Mungu ameamua kabisa kwa hiari yake anataka kumtoa Yesu aje duniani, lakini ili afike duniani kulihitaji mtumishi tena wa kusimamia yale majira ya kuja Yesu. Ukisoma katika Injili ya Luka utakutana na habari za Hana binti Fanuel. Yule Hana binti Fanuel alikaa hekaruni akiwa nabii mke miaka yote akisubiri Yesu azaliwe kwa maombi. Aliolewa, alikaa na mke miaka 7. Na ile miaka alikuwa ya mateso tu, hakuwa hata na raha yote kwenye hiyo ndoa. Mungu akamwambia na block huu mpango. Nafikiri alilazimisha. Unajua kuna wakati mwingine mambo tunalazimisha. Kuna wakati mwingine Mungu anakuruhusu ukae hivyo kwa sababu ya makusudi yake mwenyewe. Kazi yako wewe ni kutafuta kusudi ya Mungu katika hali hiyo ulionayo. Katika huo ubinti ulionao, katika huo umri ulionao, unasema mbona naona miaka inapita? Mbona naona sina mtoto? Mbona? Mungu anakusudi ukae katika hali hiyo. Kuna agenda ya kimungu anaipitisha hapo. Yule Hana akajitambua. Baada ya hapo akasema bora nikae madhabahuni. Alipokaa akawa anapewa ufunuo. Anaambiwa ombea, kuna wakati Yesu atazaliwa. Kuna wakati akakutana na mzee mmoja anaitwa Simeon, naye yuko mle ndani, naye ameambiwa na Mungu agenda, endelea kuombea. Ndio maana wakati Yesu anatokea, Simeon alisema, sasa Bwana wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, maana uliokuwa umenipa agenda nimeifikisha mwisho. Huyu ndio Masihi tuliokuwa tunamtarajia. Amekaa kwenye utumishi. Haleluya, haleluya. Baada ya pale tunaona kabisa Simeoni alizuiliwa hata kufa, manake umri ulikuwa umeenda. Kuna wakati Mungu anaweza kazuia mauti kwa sababu kuna agenda ya kimbingu umeishika.
kwa sababu kuna agenda ya ufalme umeishikilia. Unataka kuwa mzima, shikilia agenda za ufalme. Uliza Mungu, ni agenda gani mimi umenipa katika majira haya ya nyakati zangu? Zile zilikuwa ni nyakati za Simeon na Hana bin Fanuel. Leo hii kuna agenda bado Mungu anataka zifanyike maadamu dunia haijaisha, haijapinduliwa. Hizo agenda zinamtafuta mtu mmoja anayejitafuta. Haleluya, 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 ili akutane sasa na baraka zake. Unaona, anasema mimi nitakuwa adui wa adui zako. Kwa nini? Kwa sababu wewe, yani kama mimi niko upande wa Mungu, automatic ni adui wa adui wa Mungu. Kwa hiyo hata kama ni binadamu ni adui wa Mungu, mimi ni adui yangu, kwa sababu nimebeba agenda ya nani? Ya Mungu. Ukibeba agenda ya Mungu, wewe moja kwa moja ni adui wa shetani. Kwa hiyo hata kuacha salama, lakini Mungu ameahidi baraka ya kukulinda. Anasema atakiponya na chakula, atakutenga na magonjwa. Kasome mwenyewe hiyo, sina muda wa kusoma kipengele kimoja kimoja kwa sababu ya tunakoenda. Haya ni marudio. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Shikilia agenda ya kimungu ni ipi ili ukutane na baraka za Mungu. Usiwe umeokoka halafu umekaa unasubiri Yesu nitendee, Yesu nifanyie, Yesu nipe, Yesu naomba, Yesu umefanya nini cha Mungu? Haleluya. Sasa jambo lingine ambalo ni faida, sikulisema hili wiki iliyopita, lakini nataka niseme na wewe. Mungu anasema ukimtumikia, ndio hapo sasa leo nataka tukae, atakutofautisha na wengine kabisa. Faida mojawapo ya kumtumikia Mungu, kwa sababu gani? Utumishi aliyotupa ni tofauti. Haleluya. Kwa hutakiwi kuishi kwa kujilinganisha na mwingine. Amesema mtumishi wa Mungu asubuhi kwenye Sunday school hapa kwamba ameambiwa kwa wewe TikTok marufuku. Anamtofautisha na watu wengine. Bwana asifiwe. Sasa ni kazi yake kujiuliza, Mungu umeniblock hata kwenye hili, kuna nini ambacho cha zaidi unataka nifanye? Mungu atamwambia. Haleluya. Ndivyo ilivyo hata wewe. Mungu anataka kukutofautisha na watu wengine kwa sababu ya ule upekee alioweka ndani yako. Soma ile Malaki 3:17-18. Malaki, kitabu cha Malaki 3, sio Malaki mchungaji huyu, Malaki wa Biblia. Anaweza kawa ni yeye, maana ni mtumishi wa Mungu pia. Bwana asifiwe. Malaki sura ya 3 na mstari wa 10 na Malaki sura ya 3 17 na wa 18. Mstari wa 17 na 18. Point yangu usisahau, Mungu anakutofautisha na wengine. Nao watakuwa wangu, Ndiyo. asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo. Naam, watakuwa hazina yangu hasa. Hapo nataka hebu sema, watakuwa hazina yangu hasa. Watakuwa hazina yangu hasa. 1 2 3. Watakuwa hazina yangu hasa. Tena watakuwa hazina yangu hasa. Nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Amen. Kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Hili ni neno la Mungu. Lakini amesema hawa watakuwa hazina yangu hasa. Ngoja tuongee. Hivi wangapi wanafahamu ofisi za hazina? Hapa Iringa zipo. Asante. Unaingia kirahisi pale. Unafikiri ni kwa nini? Kwa sababu ya thamani ya vitu vilivyomo mle. Ziko Dodoma, ziko Dar es Salaam. Hizo zote zinaitwa ofisi za nini? Za hazina. Ukiona umepata kufanya kazi mule, hata kama ya kufagia, mshukuru Mungu. Anza kumfurahia sana kwa sababu umepata mahali nyeti. Hazina. Nilipokuja asubuhi hapa, nikakutana na neno katika maombi ya asubuhi, nikasema yes, Roho Mtakatifu huko kazini. Bwana asifiwe. Mtu anaongoza maombi akasema, shetani amechezea hazina zetu sana. Sijui kama alielewa alichosema. Nafikiri alielewa, ila mimi nilielewa zaidi kwa sababu ya Roho Mtakatifu alichonisemea siku ya leo. Haleluya. Akasema watakuwa hazina yangu hasa. Ukisikia hasa manake si msisitizo.
sio kidogo kidogo. Ndio nikaanza kutafakari kwamba kumbe ndio maana ukisikia hazina ya taifa, siku utakaposikia hazina ya taifa imeishiwa, nchi imekuisha. Yaani mtaishiwa hela kote mtaishiwa, lakini kwenye hazina ya taifa kuna akiba ya kutosha. Kama kuna nchi ina viongozi wanaojielewa, ni mahali ambapo very sensitive, hapahitaji kuguswa wala kuharibiwa bila utaratibu. Bwana asifiwe. Kwa nini? Ni hazina imebeba uhai wa taifa, imebeba maendeleo ya taifa. Mshahara wako unaopata we mfanyakazi, ujue umehifadhiwa wapi. Uwe mwalimu, uwe nesi, uwe mfanya barabara, uwe nani, yaani hata wale mnaona wanafagia pale manispaa, hela inatoka hazina. Manake ni mahali muhimu pa kulindwa. Sasa Mungu anaposema, turudi kwenye somo tulosoma mstari ule. Mungu anaposema watu hawa watakuwa hazina yangu hasa, tena asema Bwana wa majeshi, yaani mimi na wewe. Alikuwa anasema nabii Malaki, huyu ni nabii wa Agano la Kale, akitabiri habari za ujio wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwamba Yesu atakapokuja atawafanya watu hawa watakaomwamini Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, watakaokubali kumpokea wakaishi na yeye, mimi kwangu Mungu watakuwa ni watu hazina hasa. Kama mimi ni hazina hasa, kuna nini? Mungu eti hazina pale tunaisifia hazina kwa sababu ya lile jengo au kwa sababu ya vilivyomo ndani? Ikihama ile ofisi ikaenda ofisi nyingine, bado patakuwa na ulinzi ule ule. Panaweza pakawa hata baa, watu wakaingia na kunywa na kulewa na kufanya vyovyote, lakini vikitolewa tu vilivyomo ndani. Halo, tutaelewana tu, twende kidogo kidogo. Ndio maana lile somo tulilosoma Jumapili na hili amesoma leo Injili ya Luka, nikawa na tafakari kwa nini huyu Bwana alikasirika na kumchukua yule mtu, kwamba na mnyang'anya hivyo vilivyomo alivyovifukia, peleka kule kwa yule aliyenavyo 10, kwa sababu huyu hafai kabisa. Tena nyang'anya kila kitu alichonacho, yaani hata kama kingine yawezekana kilikuwa cha kwake, kilinyang'anywa kwa sababu tu alikuwa hajajua thamani aliyowekezewa. Bwana asifiwe. Mtu yeyote uliyookoka, kuna vitu Mungu amewekeza ndani yako, na kwambia wewe sio mtu wa kawaida. Sio wa kawaida kwenye huu ulimwengu unaoonekana kwa macho, wala sio wa kawaida kwenye ulimwengu wa roho. Tunaanza kutokuwa watu sio wa kawaida kwenye ulimwengu wa roho, halafu shetani atake astake hata kwenye ulimwengu huu wa damu na nyama. Mungu akitaka kukudhihirisha, hata kama apinge kwa namna gani, itadhihirika tu. Hili ni jengo la hazina, hili ni jengo la hazina ya Bwana, hili ni jengo la hazina ya Bwana. Itadhihirika tu. Na hizi hazina zinafichwa ndani. Hebu sema ndani. Mara nyingi hazionekani kwa nje. Ndio maana sijui kama kuna taarifa hivi huwa inasomaga taarifa kiwaziwazi vya hazina kwamba hazina hii imetunza kiasi gani. Unaweza kusomewa zilizoingia hazina, ila zilizopo kwa jumla wakijua ni watu wachache sana. Bwana asifiwe. Hebu sema mimi ni hazina ya Bwana. Sema kwa sauti, mimi ni hazina ya Bwana. Inua na mkono wako kumshangilia Bwana, sema mimi ni hazina ya Bwana. Kama Mungu anajivunia wewe ni hazina yake, nataka nikwambie kuna vitu ameviwekeza. Kuna vitu anavitarajia. Kuna sababu inamsukuma kusema hivyo. Ndio maana anaachilia ulinzi wa kila namna. Anasema yani tangu hapo ukishaokoka tu ukajitambua wewe ni hazina ya Bwana, majeshi yanahamia upande wako. Issue ni kwenye kujitambua. Unajua hazina za Bwana alizowekeza ndani yako? Unapojitambua tu, yani kila hatua unayojitambua ulinzi unaongezeka. Kila hatua unayojitambua ulinzi
unaongezeka. Kila hatua unayojitambua, baraka zinaongezeka. Kila hatua unayojitambua, utofauti unaongezeka. Sio aliyokuona leo. Kwa nini? Umejitambua tena. Umejitambua tena. Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Kuna namna Mungu anataka ujitambue ili utofautishwe na wengine hata hapo ulipokaa kwenye kiti. Haijalishi anayekuona na kuona kwa namna gani huko nje, wewe ndani unaelewa hazina ulioibeba. Ficha hiyo hazina, kumbatia sawa sawa. Kumbatia sawa sawa. Hiyo hazina isije ikaondoka. Kwa sababu ndio inakupa thamani ya ulinzi wa Mungu ndani yako. Bwana asifiwe. Sasa hazina ni nini? Hazina ni nini? Hazina hii Mungu anayosema ameweka ndani yetu ni nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo. Hii hazina ukisoma katika kitabu kile cha katika kitabu kile cha Wakorintho, kitabu cha Waefeso sura ya 4. Sura ya 4. Mstari wa 11 nafikiri, hebu soma pale. Efeso 4:11. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Soma tena kwa sauti, rudia tena hapo. Mstari wa 11. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Nafikiri neno hapo limejieleza wazi. Hizi sasa tunaita, kuna vitu viwili kwenye Biblia vinaitwa vipawa na karama. Hebu sema vipawa na karama. Sema vipawa na karama. Ni kama vitu vinaendana lakini kuna tofauti. Unaposema karama unamaanisha nini? Ninaposema karama nina maana ni zawadi ya kihuduma. Kiingereza wanasema ministry gift, zawadi ya huduma. Ninaposema karama ninamaanisha nini? Ninaposema karama nina maana spiritual gift, maana yake ni zawadi za kiroho ambazo mtu anapewa ili kumsaidia kutendea kazi karama aliyopewa. Ngoja nirudie. Ninaposema karama na vipawa ni kama vitu vinaendana, lakini ni vitu viwili tofauti. Karama ni zawadi ambayo Mungu anatoa kama huduma. Kwa hiyo huduma yoyote, chochote unachofanya sio cha kwako, ni zawadi Mungu amekupa. Ndio maana zinaitwa zawadi. Haleluya. Sasa hizo zawadi ndio hizo amesema hapo. Wengine wamepewa kwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa walimu, na wengine kuwa wachungaji. Haleluya. Sasa anaposema hizi huduma, sio lazima uwe mchungaji. Unapokuwa mtume, sio lazima uwe mtume kama majina ya siku hizi yanavyokuzwa kwa namna. Lazima ujue nini maana ya mtume, nini maana ya nabii, nini maana ya mchungaji, nini maana ya mwalimu. Bwana asifiwe. Ukishajua utajijua. Hapa tuna mitume kwenye hii ibada, wamekaa hapa kwenye hivi viti, wana hiyo kipawa Mungu ameweka, lakini ndani ya hicho kipawa hajatafuta karama za kusaidia kufunua hicho kipawa kiendelee kufanya kazi. Mmenielewa? Utajikuta hapa tulipo tumekaa na wachungaji. Sio lazima wachunge kanisa, ni wachungaji. Anaweza kawa na watu 2 watatu, lakini mchungaji amemleta kwa Yesu, amemfundisha, anamtia moyo, anamkumbatia anapolemewa. Huyo anaitwa ni mchungaji. Bwana asifiwe.
Lakini anaweza kawepo hapa mwalimu, hajasimama hapa kufundisha. Ukipewa kusimama hapa, haleluya, Bwana asifiwe. Usipopewa, unaweza ukakaa na mtu mmoja ukamwelekeza, baba yangu hapa, habari za kiroho sawa sawa na ulivyofahamu, sawa sawa na ulivyoelewa. Haleluya. Mwalimu hafundishi kitu asichoelewa. Walimu mpo hapa? Ndio maana wana sarakasi za kusoma mpaka wahakikishe wameelewa, wakipewa ajira ajue hata potosha wanafunzi. Kwa hiyo kama kipawa hicho cha walimu kiko ndani yako, Mungu atakusaidia kuomba karama. We mwenyewe usikie nguvu ya kuomba karama, namna ya kufanya kwa ufanisi kwenye kazi yangu ya walimu. Naweza nifundishe mtu mmoja akaelewa hata akasema, jamani, hapa nilipofika, kama sio dada huyu mimi nisingeweza kuelewa hivi vitu, nilikuwa mbali. Haleluya. Kama sio dada Fei, kwa kweli mimi nilikuwa mbali. Namshukuru sana, amenitoa mbali, amenifundisha 1, 2, 3, amenifundisha kuomba. Nilikuwa sijui hata kufunga, nilikuwa sijui, akanitia moyo, twende. Manake sasa humu unaona kuna karama ya uchungaji inainuka, kuna kipawa cha walimu kinainuka. Mwingine ana karama ya unabii na kipawa cha unabii. Karama ile inamsaidia kutamka vitu halisi. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama sio lazima utabiri. Najua ulizaliwa tarehe 15 mwezi wa 15, vinakusaidia nini? Maadamu nimetamka kwamba, mwanangu, ninavyoona Mungu ananisisitiza majira yako yamefika. Mwakani majira kama haya utakuwa sio wewe, utakuwa una hali hii, utakuwa una hatua hii. Hilo ni unabii umepita kwako. Wewe ni kazi yako kusema neno la Mungu na ishikane na moyo wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa hata kama kidogo? Ngoja nitoe mfano kwa sababu ni mfano wa mwanangu, hawezi kukasirika. Sikupanga kusema. Tukiwa tuko darasani kule tunasoma degree kule na watumishi hapa kule na mama Chovu na mama Mlandali na nani. Na tulikuwa kule tunasoma. Sijui ni mwezi mwanzoni kabisa. Bwana asifiwe. Tulikuwa tumetoka nje, tunaotea kajua ile saa za mapumziko. Atakayeamini ataamini, kwa sababu Bwana atakuwa amemgusa na yeye kama ni muda wake wa kupokea. Sasa tumetoka, tumesimama pale nje tunaotea, tuko na mtumishi wa Mungu mmoja amekaa hapo, tunaotea kajua. Akaja Neema akasema, naomba, amevaa koti, amekuja akasema, nimeona mama unisaidie, naomba unifunge zipu humu ndani. Alivaa koti lakini ndani zipu alifunga, haikufika mwisho. Mfano mdogo tu. Akatoa ile koti, tukua yule mtumishi alikuwa ni wa kike naye ni mchungaji. Akatoa ile koti, mimi nikamfunga, nikasema ile maneno sijui kwa mzigo, nikasema, hakika na kufunga kwa mara ya mwisho. Majira kama haya mwakani yafike, ufungwe hizi zipu na mtu mwingine. Niliposema hilo neno, yule mchungaji akasema, we hilo neno la kinabii limetoka kabisa kwa mtumishi, nenda kachukue sadaka umshukuru Mungu. Halafu mimi mwenyewe nikawa nacheka, naona kama sio sawa. Akasema, nenda. Neema akaondoka na cheka, akaenda akachukua buku, akaja akasema, kwa kweli nalibariki lini. Jamani, imekuwa haijawa? Imekuwa haijawa? Mbele ya Mungu aishie milele. Sikuwa najua yoyote anayeweza kuendelea baada ya hapo. Ila ndani yangu nilisikia kusema, maana aliongea kwa huruma kweli, yani, naomba unifunge, naomba unifunge. Haleluya. Amen. Haleluya. Na kuna mwingine uko hapa, unasikia msukumo wa ndani kabisa kumtamkia mtu jambo, lakini unasikia hofu. Mimi nakwambia, ukisikia ndani msukumo, si tumeongea hapa asubuhi, Mungu anaongea kupitia msukumo hata wa ndani. Na anaongea na watu kupitia watu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe.
hazina aliyoweka Mungu ndani yako, utakapoitumia ni kwa ajili ya wengine, sio kwa ajili yako. Unapoitumia hazina ulionayo kwa ajili ya wengine, Mungu anabariki maisha yako. Mungu anakutana na maisha yako. Mungu anakutana na vitu unavyovihitaji. Yaani tumefanya vice versa. Tunalia sana kuomba Mungu kwa ajili ya mambo yetu. Tumeacha kutumia zile hazina kadiri Mungu anavyotaka zitumike. Haleluya. Wako watu wana hazina za ushawishi hapa. Yaani ukikomaa na mtu mpaka anaokoka, atake astake. Kwa nini? Ile hazina Mungu ameiwekea ndani yako. Mtu yule anapookoka na kufunguliwa, na we mambo yako yanafunguliwa. Mtu yule anapowekwa huru, na we mambo yako yanawekwa huru. Karama hizi zimewekwa kwa ajili ya watu wengine. Ngoja nikuulize, lile jengo lenyewe la hazina huwa halilagi, halijawahi onja zile hela zina utamu kiasi gani? Lakini watu wengine huku ndio tunaenjoy mamishahara, tunaenjoy nini, tunafaidi. Lenyewe likiwezekana sana watalikarabati tu na kuliboresha na kuling'arisha na kulipaka rangi ili lionekane jengo la hazina. Mungu atakupaka rangi mpendwa. Mungu atakung'arisha. Mungu atakupendezesha mara utakapogundua kutumia hazina alizowekeza ndani yako. Wangapi wanaanza kusema nianze kujua hazina zangu tangu leo, zile ambazo Mungu ameniwekezea? Na kama ulikuwa unafanya kwa kizembe, kaza buti, majira yamefika. Ukiona jambo linaongelewa kwa msisitizo, ujue Mungu ana jambo lake. Sisi tulitoka hapa, tulikuwa Jumapili, tulikuwa na somo na liliimbisha na wimbo kipawa ulichopewa na Bwana. Tulipofika Dodoma, mwalimu wa kwanza anasimama, aliimbisha na huo wimbo. Alifundisha somo halikuwa hili, lakini lilikuwa linaendana, akaimbisha na huo wimbo. Haleluya. Nafikiri waliotoka hapa ilikuwa ni kupigia tu mstari kwamba mimi ni mmoja wapo. Bwana, unanitafuta majira haya, unataka nisimame kwenye hazina ulizonipa kuzitumia, vile vipawa ulivyonipa. Na kama kipawa ninacho hakionekani, nimekwambia kibebeo na cha kukusaidia kutumia hicho karama, kipawa kiweze kufanyika, kinaitwa karama za Roho. Hebu sema karama za Roho. Sema karama za Roho. Zile karama za Roho zinatibua kipawa kiende kinakotakiwa kwenda. Kiende kinakotakiwa kwenda. Kifanye kilichokusudiwa kufanya. Kwa sababu kipawa ni huduma. Karama ni vibebeo vya kukusaidia vinavyojua Roho Mtakatifu anataka nini kwenye hicho kipawa ulichopewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu sema kipawa kinafanya kazi kwa msaada wa karibu na karama za rohoni. Kwa kadri unavyoendelea kujua vipawa ulivyo navyo, ni huduma, wajibu ambao Mungu amekupa. Lakini karama za kiroho ni uwezesho wa kimungu. Karama za kiroho ninazosema ni uwezesho wa kimungu, ni nguvu za Mungu, ni mamlaka ya Mungu, ni sauti ya Mungu wakati mwingine kukupush ufike unakotaka. Hizo ndio zinaitwa karama. Haleluya. Sasa tukirudi kwenye lile somo letu, tunaona yule wa kwanza aliambiwa nini? Nifanye nini ili karama ziweze kutenda kazi, au vipawa viweze kuchanua? Kipawa kinachanua, karama zinakusaidia kuchanua kipawa. Yaani sijui mnanielewa haya maneno mawili ninayosema? Wangapi wananielewa hata kama kidogo, ili nijue? Utukufu kwa Yesu. Kipawa kikikosa karama za rohoni hakitatenda ambayo mbingu imekusudia. Kwa sababu kila kipawa kimekusudiwa kufanya kitu kwenye ufalme wa Mungu. Na ili kifanye kitu sawa sawa na ufalme wa Mungu, kinahitaji karama za rohoni kusaidia kutibua kiende kinakotakiwa kiende kile kipawa. Ndio maana unaweza ukaona kuna mtu, Mr. Mwendi we ni benka, ile ni huduma. Haleluya. Ili ifanye kazi inavyotakiwa, Mungu alichokutumia pale, inahitaji karama za rohoni. Ndio zitakusaidia kupambanua, kujua mambo namna gani useto mambo, hekima iweje, mamlaka iweje, iweze kuonekana. Ndio baadaye huyo anachanua anapanda, huyo anachanua anapanda. Anavopanda ametumia ipasavyo karama za rohoni.
mwalimu vivyo hivyo, ndio maana daktari vivyo hivyo. Mwingine amekuja ameangalia hapo hajaona ugonjwa hata mmoja, mwingine anakuja dakika moja ugonjwa ameuona. Sio elimu, no, karama imetumika inavyotakiwa. Haleluya, haleluya. Mwingine amefundisha mtoto, anasema huyu mtoto afundishike haeleweki. Mwingine anakuja anamfundisha na anaelewa na anafaulu. Kinachokutofautisha karama za rohoni. Haleluya, haleluya, karama za rohoni. Ndio maana katika ule mstari mtumishi wa Mungu aliyosoma wakati wa Sunday school kwamba kuna sauti nyingi, yamkini kuna sauti nyingi, lakini ukisoma pale chini anasema takeni sana kuomba karama za nini? Za rohoni, ili ziwasaidie kupambanua. Hizi karama za rohoni huwa zinakusaidia hata kama Mungu anapokusukuma mahali pengine, kukujulisha kwamba hii ni sauti ya Mungu, hii ni sauti ya ibilisi, hii ni sauti ya wanadamu. Maana Mungu anatumia hizo. Hii ni sauti ya wanadamu, lakini ndani yake kuna sauti ya Mungu. Haleluya. Hii ni sauti ya wanadamu, ndani yake kuna sauti ya shetani. Maana hata sauti ya shetani mara nyingi ni mara chache sana kuisikia, ila mara nyingi tunasikia kupitia watu. Haleluya. Kinachokusaidia ni karama za rohoni. Zitakusaidia kukupeleka mahali unakotakiwa kufika. Tumeanza safari ya utumishi. Haleluya. Maana tunahitaji kukutana na yale mambo muhimu niliyosema. Yako mengi, nilitaja machache. Tunataka kukutana na baraka za Mungu, tunataka kutofautishwa, tunataka kulindwa. Tuko kwenye utumishi wa Mungu. Nini kitatusaidia? Ni kuomba karama za rohoni. Bwana asifiwe. Na ubaya, hizi karama nimesema zinakaa ndani. Kwa hiyo ndani, moja kwa moja ukijua zinakaa ndani, zinahitaji moyo ulio safi ambao unakaa na hizi karama. Zikitua pale kwenye moyo, zinaanza kuoperate vitu vilivyo sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ndio maana Paulo mahali pengine alisema, angalieni sana ndani yenu asiwepo mtu mwenye moyo mbovu. Kwa sababu moyo mbovu unadaka vitu vibovu. Halafu kwa sababu tu tumeokoka tutasema ni Mungu anaongea. Kumbe moyo mbovu umekuelekeza. Lazima tukubali kuhakikisha mioyo yetu iko meupe, ili hizi karama za rohoni zinapotaka kupush vipawa viende vinakotakiwa, kiwe kinatoka kile chenyewe kilichokusudiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na hizi karama za rohoni mara nyingi zimefichwa, ziko ndani, ni hazina zimefichwa na Mungu ndani. Ndio maana ni rahisi sana kubezwa. Wakati mwingine watu hapa mna karama kabisa, hizo zimeanza kutenda kazi, kutaka kuinua vipawa. Adui anainua wakubeza hapa hapa, hainui kutoka kwingine, atainua hapa hapa. Lakini ukijijua Bwana wewe ni hazina ya Bwana, hautakubali hata mabezo yaje, wewe utamwangalia Bwana. Hata mabezo ya kufuate utamwangalia Bwana. Unamtumikia Mungu. Watu wengine wameshisikiza hata ushuhuda watu hawashuhudii kwa sababu wanaogopa mabezo. Akishuhudia Bwana amenifanyia hivi, amenifanyia hivi, wanainuka wakubeza hapa hapa. Lakini sio mpango wa Mungu. Kumbe mtu akishuhudia, wote tunatakiwa kufurahia ile shuhuda. Tunapoifurahia ile shuhuda, Mungu anajua tuna nia mamoja, tumekusudia mamoja. Haleluya. Haleluya. Kuanzia Jumapili shuhuda zianze hapa. Kwa sababu watu wa Mungu mmetendewa mambo. Mimi nikiwa Dodoma, mtu alinitumia message, yale message nikamforwardia baba, nikasema, kumbe watu wa Mungu wanatendewa mambo makubwa sana hapo. Sisi hatujui na wao wenyewe hawajui. Kumbe wameanza kugundua Mungu anatenda mambo makubwa hapo. Lakini sasa kwa nini wanaogopa kushuhudia? Nataka niseme kuanzia leo, kipawa ulichopewa na Bwana ukitumie. Karama za Mungu zikianza kutenda kazi, hakikisha unamshuhudia Mungu mtenda maajabu, maana ni yeye anayetenda, sio wewe. Wewe kazi yako ni kunyenyekea, kuomba ile karama iendelee kutenda kazi. Takeni sana kujua hizo karama, maana zitakusaidia. Haleluya. Sasa yule mtu wa kwanza alifanyaje? Tufanye nini ili karama hizi ziweze kufanya kazi? Cha kwanza, fanya maamuzi kila siku ya kujenga ushirika wa ndani na Roho Mtakatifu. Mambo ya kufanya ili hizi karama zitibuliwe, zianze kufanya kazi, zipeleke kipawa kinakotakiwa. Fanya maamuzi
kila siku ya kujenga ushirika wa ndani na Roho Mtakatifu, kwa sababu karama zenyewe ni za ndani. Na wewe jenga ushirika wa ndani. Unapojenga ushirika wa ndani na Roho Mtakatifu, anaanza kufunua karama moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na karama ya unabii, inaanza kuonekana. Ulikuwa na karama ya uinjilisti, inaanza kuonekana. Ulikuwa na karama ya walimu, inaanza kuonekana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo karama inafunua kile kipawa kinachanua kwa haraka. Nawapongeza sana wanaume kwa ajili ya maombi mlioamua ya kukesha kila Ijumaa. Na matunda ndio haya tunayaona, karama zinaanza kufumuka, watu wanataka kujitoa kwenye huduma. Bwana asifiwe. Watu wanashuhudia, watu wanawashuhudia watu wanasimama kutumika bila woga. Watu wanafanya mambo makubwa ya Mungu mahali hapa. Ni kwa sababu mmeamua kusimama kwenye zamu ya maombi. Kwa sababu sifa mojawapo ya kuhakikisha karama zinatendeka ni kukaa kwenye maombi. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni za rohoni, zinataka mambo ya kiroho. Kwa hiyo mmefunua kitu kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho, kinaendelea kwenye ulimwengu na kitaendelea kutendeka. Na mimi ombi langu kwa Mungu, karama zianze kutenda kazi. Hatuwezi kutembea bubububu, karama zianze kutenda. Walimu waanze kushika zamu ya kufundisha na kufundishana. Wainjilisti waanze kushika zamu ya kuinjilisha injili kila anapopita bila kuona aibu. Kwa nini? Nguvu ya karama ianze kuchipua. Yule mtu ambaye alisomwa wa kwanza, ambaye hazina yake alipopewa 10 talanta, akaenda kazizalisha 10 nyingine. Maana yake ni mtu yule ambaye yuko serious na kutaka ushirika na Roho Mtakatifu kila iitwapo leo. Nilikwambia wiki iliyopita, si rahisi kuzalisha faida mara 2, sio rahisi. Wengi tunafanya biashara, utapata robo, nusu robo. Lakini ukazalisha biashara mara 2, Pendo, ni rahisi? Ni rahisi kabisa. Lazima umesafa, lazima umepigana, lazima umeng'ang'ana. Mungu amekuweka hapa ili kuzalisha. Anataka mtu atoe matunda. Tena sio matunda tu, na matunda yakae. Yule ndugu alizaa matunda na yakakaa mpaka Bwana anapokuja anamwonyesha haya hapa. Muulize mwenzako, una tunda gani la kumwonyesha Bwana? Itokee Yesu anakuja leo asubuhi baada ya ibada, una tunda gani la kumwonyesha Bwana? Yawezekana umezaa, mengine yako mochwari yanasubiri kuzikwa, mengine yako ICU, mengine yako wodini angalao yanaendelea kuzunguka pale, mengine yako njiani tayari yanaelekea hospitali. Yaani Bwana atusaidie ainue karama ili matunda yakae, tukizaa yapate kukaa. Na mchana wa leo tia mgomo. Kama unajua kabisa kuna tunda hili nilizaa kupitia karama ambayo Mungu alinipa, niliongea na mtu akaokoka, amerudi nyuma kwa kazi, mchana wa leo mwambie Mungu, nipe karama ya namna gani ambayo itanisaidia yule mtu ageuke. Maana nimejua lazima nionyeshe matunda. Saa ipo natakiwa nionyeshe. Unafikiri akija Yesu tutaonyesha magorofa? Tutaonyesha majumba? Ametuweka kufanya kazi ya kuvuna roho za watu warejee kwa Bwana. Kitu cha kutusaidia ametupa vipawa. Kitu cha kutusaidia ametupa na karama. Bwana asifiwe. Si unajua mtu anaweza kaokoka kwa uimbaji tu, kwamba yani yule mtu akiimba pale, yani kinanda tu ile akipiga pale ili kanisa siondoki. Nilikuja tu nikataka kuona, lakini nimevutiwa kile kinanda kilivyopigwa, moyo wangu umeburudika. Anatokea mwalimu anamalizia kufundisha. Sasa sio kinanda tu, unatakiwa ujue na neno. Tunatembea hivi, tunaishi hivi. Kama ulikuwa unaishi hivi, unatakiwa uache haya maisha, tunageukia hivi. Ndio kazi ya masaidiano inaendelea, injili ya Yesu inasonga mbele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwingine anaweza kaokoka kwa uimbaji tu. Ndio maana watu mna karama za kuimba hapa. Mungu amewapa, mmezifukia.
Unaona kama naimba na vitoto. Sasa hivi vitoto, kama tusingepata vitoto nani aimbe? Wewe usiye mtoto hutaki kuimba. Haleluya. Tutatumia hivi vitoto na vitazama tunda, na Bwana akija tayaona na watamuonyesha. Haleluya. Unataka kukutana na baraka za Mungu, unataka kukutana na mkono wa Bwana, unataka kukutana na ulinzi wa Bwana, tafuta karama alizowekeza ndani yako. Anasema ziko ndani huko. Kipawa kwa haraka tunakiona, huyu dada anapenda kushauri watu, lakini tunataka ushauri kama Bwana anavyotaka kwa kicho. Huyu dada akiongea na mtu lazima abadilike. Yaani hata kama amesema hapa mtumishi wa Mungu wa Sunday School kwamba kuna mtu akisemaga hata aseme kwa kunijoboa, lakini ghafla anajikuta hili jambo ni nini? Ni karama Mungu ameweka. Asante huyo mtu anayetumikaga ili kumrudisha mtumishi wa Bwana kwenye njia. Na mimi naomba Mungu aniinulie watu hata kama wao wangapi, wanirudishe ninapopotea. Na wewe omba mtu akuinulie. Karama ziko humu ndani. Na siamini eti mtumishi anatoka nje au ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Haleluya. Karama ziko humu ndani. Ila ni namna ya kujitambua, hii ni karama yangu. Unasukuma kutoka ndani, fanya hili, sema hili, sema hili, sema hili. Unapojizuia ndio unafukia. Yule mtu alikubali kuweka ushirika na Roho Mtakatifu. Na unajua kinachotugharimu ni gharama ya kuweka ushirika na Roho Mtakatifu. Ukikubali kuweka ushirika na Roho Mtakatifu, nataka nikwambie hautazuia kufanya, utafanya tu. Bwana asifiwe. Juzi ilikuwa nafikiri siku ya Alhamisi kule Dodoma. Tulikuwa tumechelewa sana kutoka. Na tulipotoka ilikuwa ni siku ya Jumatano. Tukapata lift, tulikuwa na Glory hapa Mama Lincoln. Gari ile ikapata shida. Kwa hiyo hatukuwahi kufika kule guest, tulikuwa kwa tunalala, tukakaa kweli. Tukafika tumechelewa. Basi tukalala masaa machache plus kuomba, tukaamka asubuhi tumefika kwenye mkutano. Siku ya pili tena tukachelewa, ndio mama wachungaji wakasema tuna semina kwanza ya mama wachungaji. Yaani saa 3 tunamaliza mkutano, wanasema hakuna kutoka kula, tunaanza semina ya mama wachungaji. Mpaka saa 5 hivi ndio tulirudi kulala. Nimerudi chumbani nimelala. Ile kutaka nilale, Roho Mtakatifu ananiambia nina haja na wewe. Nikaona jamani, Mungu unajua, si unajua tumechoka hivi tangu asubuhi. Alafu nimekuwa kwenye maombi, kwenye zamu. Maana tulikuwa kwenye kuzamia mkutano. Maana yake tangu mkutano unaanza, wakitoka kupumzika sisi tunaingia kwenye zamu. Wakitoka kupumzika sisi tunaingia kwenye zamu. Bwana asifiwe. Nimechoka nilale. Nililala hivi kama saa 6 saa 7. Nikaamshwa. Tena baada ya hapo nafikiri baba alipiga simu, tukaongea dakika chache. Tangu hapo saa 8 sikulala. Niliamshwa kuomba. Nilipomaliza kuomba nikaamshwa nikaelekezwa kusoma neno na kuomba, kusoma neno na kuomba, kusoma neno sio kwenye simu, kwenye Biblia manyu. Bwana asifiwe. Kusoma neno, yani mpaka saa 1:30 asubuhi. Nikasema sasa sijui nitasinzia kwenye mkutano. Mungu Roho Mtakatifu nisaidie. Na Roho Mtakatifu alivyo mwaminifu, sikusinzia hata. Niliyasikia yote, na zile agenda alizonipa nilipangua usiku mzima ule, hakujalisha kuchelewa. Baada ya hapo tukamaliza mkutano, nikajua labda nitalala njiani, hata sikulala. Alafu nikakaa na mtu ambaye ana agenda yake na Roho Mtakatifu. Yaani ananisemesha mwanzo. Yaani nikitaka kufanya nisinzie, yaani unajua. Haleluya. 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 Hebu sema ushirika na Roho Mtakatifu. Kumbe tukijenga ushirika na Roho Mtakatifu, atakuwa anazifunua hazina kirahisi sana. Nikajikuta pale hazina nilionayo hapa saa hii, Mungu anataka kipawa changu kitumike kwa ajili ya kuombea hizi agenda alizoleta usiku huu mzima. Nipangue moja baada ya nyingine. Na nikasimama kwenye ile zamu, na Mungu Roho Mtakatifu alionekana. Na kuna majibu najua hata hapa yataendelea kutokea kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Kwa hiyo ukitaka uwe yule mtu wa kwanza, unaweza ukatamani sana kwamba yule aliyezalisha, na kwambia alikula gharama. Alikuwa gharama za kujua mtaji unaweza ukajizungushaje, mtaji unaweza ukaongezekaje, wateja nitawapataje, ili kuhakikisha nazalisha nipate kitu cha kumwonyesha Bwana wangu akirudi. Na kwa kweli alifanikiwa. Sisi kazi yetu kubwa ni kujenga ushirika na Roho Mtakatifu. Tafuta kujenga ushirika na Roho Mtakatifu, na kusema haleluya. Karama zitaanza kuchanua tu, zitaanza kuchanua tu. Hata kama ulibezwa ghafla, wale waliokubezwa utaona wanakukumbatia. Kwa nini? Mungu ameamua kuchanua, majira yamefika. Haleluya. Hilo ni jambo la kwanza. Fanya ushirika wa kila siku, kujenga ushirika na Roho Mtakatifu ule wa ndani, ili akuongoze kutumia sawasawa vipawa alivyowekeza ndani yako. Jambo la pili, amua kufanya kwa uaminifu na kwa kicho katika kila nafasi ambayo Mungu anakupa kumtumikia katika nyumba ya Bwana. Amua kufanya kwa uaminifu na kwa kicho katika nafasi yoyote ambayo Mungu anakupa kuitumikia katika ufalme wa Mungu au katika nyumba ya Mungu. Ndio yule wa pili katika ule mstari. Hiyo pointi ya kwanza ni mstari ule wa 16 mpaka wa 17 katika Injili ya Luka. Pointi ya pili ni mstari ule wa 18 na wa 19 katika Injili ile ile ya Luka. Fanya kwa uaminifu. Unaona, yule mtu wa pili hakujali kwamba mimi mbona nimepata chache, mwenzangu amepata 10 na ye aingie kwenye uzembe. Ye alijua nafasi niliyopewa ndio kiwango hiki hapa. Haleluya. Kiwango changu ni cha 5. Nitafanya kwa uaminifu katika haya 5 niliyopewa. Haijalishi mwingine amepewa 10, ila mimi nimepewa mangapi? Nitapambana na hizi hazina 5 mpaka nihakikishe zinazaa kwa kiwango ambacho nitajaliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui umepewa karama kwa kiwango gani. Usitamani za watu wengine. Mimi ningekuwa kama yule, labda ningekuwa kama Elisha, labda ningekuwa kama Mlandali vile, labda ningekuwa kama ningekuwa na... Mungu anataka kwa kiwango ambacho amekupa katika nyumba ya Bwana. Fanya kwa uaminifu, fanya kwa uaminifu. Kwa kadri utakavyofanya kwa uaminifu, ataendelea kuichanua. Kumbuka alipofanya vile 5, alipokuja Bwana alisema muongezee na huyu. Vilikuwa 5, vilikuwa 10 tena. Maana vilikuwa 10. Amepanda hatua. Haleluya. Unataka kupanda viwango vya kiroho, tumia vizuri hiyo karama ulionayo kwanza. Tumia vizuri hicho kipawa ulicho nacho ili ukutane na baraka za Bwana. Bwana asifiwe. Alifanya kwa uaminifu, akawekeza mpaka Bwana alipokuja alimpa cha kumwonyesha. Lakini jambo la tatu, mstari wa 20 mpaka ule wa 25. Hakikisha hutoi nafasi kwa Ibilisi kuiondoa imani yako kwa Yesu unayemtumikia. Hakikisha hutoi nafasi kwa Ibilisi kuiondoa nafasi yako au imani yako, kuiondoa imani yako kwa Yesu unayemtumikia. Ule mstari wa 20 na wa 25. Tumesoma pale lile neno, unaona yule ndugu anasema, Yesu anapomwambia nilijua wewe unakusanya pasipo kupanda, nilijua wewe unataka kukusanya usivyovipanda. Akasema, sawa kabisa, mimi nitakuhukumu sawa sawa na maneno yako, lakini kwa nini hukuweka hata kwa watoa riba? Hebu sema watoa riba. Unaelewa maana ya kuweka kwa watoa riba? Kwa watoa riba wako hapa. Tusaidie Mwendi. Tukisema kwa watoa riba tunamaanisha nini? Alikuwa na maana gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisema kwa watoa riba, maana yake unaweka sehemu ambayo utapata excess kidogo. Asante sana, amemalizia vizuri. Amesema excess kidogo. Watoa riba hawajawahi kutoa vikubwa, wanatoa kidogo. Ndio Yesu akasema, ndugu, nilikupa hizi talanta zote, vipawa hivi vyote, ulishindwa hata kuwekeza kwa watoa riba? Maana yake usishindwe kabisa. Basi hata fanya kidogo, hata kwa hatua moja tu. Usinyamaze kabisa.
Yaani unatembea barabarani umekutana na watu 5, kweli hujui kuhubiri na kushusha mistari kama wengine, basi hata kama neno tu kwamba Yesu anakupenda. Unajua Yesu anakupenda? Nasema ananipenda Yesu. Najua ananipenda. Lakini kuna maisha anataka ubadilike. Kuna tabia ambazo Yesu hapendi na hivi na hivi na hivi. Ukishatoa hayo maneno machache unaondoka. Lakini angalau amepata nini? Ujumbe amepata, ameambiwa Yesu anafanya nini? Anatakiwa kubadilika maisha, aishi hivi, unaachana naye. Tena unakutana na mwingine, unaona yuko kwenye masumbufu makali, unasema lakini Yesu anaweza. Yesu anaweza. Aliwatendea wengi. Hata mimi nilikuwa na jambo fulani Yesu alinitendea. Hata usiseme mengi. Mwingine umeshindwa kabisa, mwambie nakukaribisha kanisani mpendwa, karibu kanisani. Nina kanisa langu. Mimi najua kabisa kanisa lako lizuri, lakini twende angalau na sisi kwetu. Hata mimi kwenu naweza kuja siku moja, lakini leo twende kwanza kwangu kanisani. Akaja. Akifika hapa atakutana na cha kumgusa kati ya vinavyoendelea kwenye hii madhabahu. Haleluya! Angalau umeweka kwa watoa. Hujazalisha chochote, lakini umeweka kwa watoa kidogo. Karama imetumika kidogo, lakini sio kunyamazisha kabisa karama ambayo Mungu amekupa. Mungu amekupa karama ya masaidiano, uweze kusaidia. Hauna kikubwa, basi jaribu hata hicho. Usisubiri kikubwa, hicho kidogo ulicho nacho toa, saidia. Mungu anakuambia mguse mtu fulani, chukua hicho ulicho nacho. Hata paketi ya chumvi unaweza ukawa unafika na hiyo paketi na yeye alikuwa hana chumvi mle ndani. Ugali anao, mboga anazo, hela ya chumvi hana. Haleluya! Lakini kutakuwa na upendo. Nasema nimekuja tu kukusalimia, lakini nimeleta tu chumvi kidogo. Na kama ni Roho Mtakatifu amekuongoza kwa huyo mtu, hiyo chumvi itamfanya aokoke. Chumvi tu. Hata hujasema Yesu anakupenda, lakini ataweza kukuuliza unasali wapi? Nasali mahali fulani. Unasimulia tu uzuri ambao wewe unaupata. Humshawishi aje, ila unasimulia uzuri. Basi na mimi ngoja wiki ijayo naweza nikae. Twende. Imetoka. Umeweka kwa watoa. Haleluya! Wangapi wanasema hata kwa watoa riba tutaenda kujaribu hata kama Haleluya! Wangapi wanasema angalau hata 5 tu alizopewa yule, mimi nitajitahidi, sina 10, lakini 5 siwezi kushindwa kuzizalisha, maana nitazalisha kwa sababu Mungu aliyewekeza ndio anajua na njia za kunifanya nifanye. Namna gani nitumike na hizo 5? Bwana Yesu asifiwe. Iko talanta ndani yako. Ile talanta ambayo ndio kipawa kinahitaji karama za rohoni zitibuke, zianze kufanya kazi. Karama za rohoni nimeshakwambia ni nguvu ya Mungu, uwezesho wa kimungu, mamlaka ya kimungu inatoka ndani yako, inaanza kutibua kile kipawa. Unajiona kumbe nimesogea. Nataka nikwambie mtu mmoja utakapomshawishi unajikuta kumbe na mimi naweza. Hivi kumbe na mimi nimemleta mtu hapa tayari amesimama katika wokovu. Kesho utaongezewa, kesho kutwa utaongezewa. Unapoendelea kuongezeka kwenye kazi ya Mungu, ndivyo Mungu anavyokuongeza kwenye maisha ya kwako. Haleluya! Natamani kuongezeka kwenye nyumba ya Bwana. Maadamu Mungu amenipanda hapa, nilikwambia Jumapili tumepandwa katika nyumba ya Bwana. Na kama amenipanda hapa, anatarajia matunda. Anatarajia matunda kwa kiwango ambacho Mungu amenikirimia. Sihitaji 10, nahitaji tu hata 5. Nahitaji tu hata 1 ili isifukiwe kabisa, niweke hata kwa watoa riba. Haleluya! Mchana wa leo anza kupeleka hata kwa watoa riba kidogo kidogo ujumbe wa Injili. Mimi nakwambia baada ya kuokoka tumeachiwa kusudi la kumtumikia Mungu tu. Halafu mengine anasema hayo yote tutazidishiwa. Tafuteni kwanza ufalme na hayo yote. Unafikiri alikuwa anasema tutafute? Mbona tumeshaokoka? Tunatafutaje tumeshaokoka? Si tuko ndani ya ufalme wa Mungu?
Anasema tutafute kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, tutafute kufanya huduma na utumishi, halafu hayo tunayoyataka ni mazidio tu. Mungu mbele yetu anaona. Haleluya. Tunatafuta nyongeza badala ya kutafuta kununua kile kitu halisi. Mungu anataka tutafute kitu halisi. Asubuhi ya leo kuna karama ya mtu inaibuka. Asubuhi ya leo kuna hazina ya mtu iliyofichwa, iliharibiwa. Sawa sawa na maombi ya asubuhi. Shetani ameharibu karama za watu wengi sana, ameharibu vipawa vya watu wengi sana. Na usifikiri ni rahisi we mwenyewe kupambana, huwezi, kwa sababu shetani anajua hizo karama ambazo Mungu amewekeza ndani yako zikiibuka hana chake. Na mchana wa leo tunasema tunaziibua kwa jina la Yesu. Tunaziibua zianze kufanya kazi ndani yetu, ili kila mtu amzalie Bwana matunda, ili kila mtu atende alichokusudiwa na mbingu kwenye hii dunia. Kwa nini? Kwa sababu anasema watu hawa ni hazina yangu hasa. Ni nini Mungu ameweka? Ni nini Mungu amewekeza? Asubuhi ya leo kianze kuibuka, na kikiibuka kilete matunda, kwa sababu tusisahau Yesu anarudi. Haleluya. Pamoja na baraka na vyote tunavyoelewana, tusisahau Yesu anarudi. Ndio maana unakuta katika ile mistari ya mwisho anasema hivi, hata wale ndugu zangu walionikataa, chinja wote, tupa huko kwenye giza nene. Inawezekana uko hapa, ulikuwa na vipawa mwenyewe, ulikuwa unajua kuna vipawa ndani yako vilikuwa vikitenda kazi, lakini vimefifishwa. Vitu ni vingi vya kufifisha vipawa, ndugu zangu. Bwana asifiwe. Hofu inaweza kufifisha vipawa, masimango yanaweza kufifisha vipawa, kujinyanyapaa mwenyewe kunaweza kufifisha vipawa, kusemwa na kusimangwa kunaweza fifisha vipawa, kukatishwa tamaa kwa mambo mbalimbali kunaweza fifisha vipawa. Lakini asubuhi ya leo wewe ni hazina ya Bwana. Inuka tena kwa namna ya ajabu, Mungu akupeleke kwenye kusudi alilokusudia. Na utakapoinuka kwa nguvu na ujasiri, nataka nikwambie Bwana atakulinda na mabaya yote. Analinda utumishi ulio ndani yako. Bwana atakubariki uingiapo na utokapo. Anabariki hazina aliyoiweka ndani yako. Bwana anasema mwenyewe, nitakuwa adui wa adui zako. Kwa nini? Kwa sababu umesimama kwenye upande wangu. Umetimiza zile karama ambazo nimeweka, zinatenda nilizozituma. Haleluya. Bwana asifiwe. Uko tayari? Uko tayari tukaombe? Uko tayari tukaombe kwa Bwana? Kila kilichofifisha na kuharibu karama zako leo kipate kuangamizwa, ili utukufu wa Bwana uinuke. Haleluya. Haleluya. Usipoteze tumaini kwamba tuko na Yesu ndani yetu na ameachia vitu. Hivyo vitu vinatufanya tuwe hazina kuu kwa Mungu. Na hivyo vitu si kazi nyingine tuliyowekewa, ni kuhubiri injili ya Kristo. Tunapohubiri injili ya Kristo, Bwana analeta mkono wake kutulinda. Bwana anaachilia uweza na mamlaka ndani yetu, ili kila kitakachoinuka kinyume kinapigwa na kuteketea, kwa sababu Mungu amewekeza kitu. Umejitambua, mimi sio mtu wa kawaida. Mimi sio yule tena wa kutembea nimeinama. Mimi sio yule tena mnyonge. No. Ni mtu mkubwa, maana nimebeba hazina ya Bwana ndani yangu. Ngapi wanajitambua hazina ya Bwana iko ndani yao? Ni watu wakubwa sana hawa. Wewe ni mtu mkubwa sana. Haijalishi umri, haijalishi elimu, haijalishi kipato cha nje. No. Mungu anasema hizi hazina ziko ndani yako. Na kama ziko ndani yako, ziko tayari kuibua vilivyo ndani vianze kuonekana. Vilivyo ndani vianze kuleta matokeo yanayoonekana na kila mtu. Haleluya. Wanijua vema Bwana, wanijua